Kutoka kwa Washuka tuelekee kwake Michael Mutinda, ambapo anasema kwamba askofu wa kanisa la Kianglikana huko Makueni Francis Mutui amewaonya wanasiasa dhidi ya kampeni za mapema anazosema zimeendelea kupandisha joto la kisiasa humu nchini. Kauli ya askofu huyo inajiri huku Wakenya wakielezea wasiwasi wao kutokana na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika mikutano ya kisiasa. Akizungumza na wanahabari baada ya mazishi ya Alice George katika eneo la Wautu, eneo bunge la Kaiti, askofu huyo amesema ni jambo la kusikitisha kuona wanasiasa waliochaguliwa wakiacha kazi waliotwikwa na kuanza kampeni mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Tunaomba kuwe na amani, maana tunajua joto la mambo ya siasa limeanza kupanda na tunaelekea mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao unakuja, lakini vile tunaona siasa zimeanza mapema sana kiasi ya kwamba hata ni kama watu hawafanyi kazi kwa maofisi. When are we going to settle down so that we may serve our people? We are requesting the politicians, we are also requesting everybody to tone down mambo ya siasa. Wakati huo huo, mbunge wa Kaiti Joshua Kimilo aliyehudhuria mazishi hayo amepuuza madai ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuwa vitoa machozi ambavyo vimekutano ya kisiasa vinamilikiwa na viongozi wa upinzani, huku baadhi ya watu waliozungumza na runinga ya Citizen wakielezea wasiwasi wao iwapo vurugu kwenye mikutano ya kisiasa haitakabiliwa mapema. Waziri Murkomen anasema kama sisi watu wa opposition sisi tunabeba tear gas. Na tunajua ya kwamba tear gas inakuanga na polisi. Kwa hivyo uwezo ukakuwa wewe ndio unabeba tear gas na unataka kuambia kudanganya wananchi kuambia ati inabebwa na wanasiasa. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hiyo si ukweli na hiyo si haki katika wananchi wa Kenya. Tumeshuhudia kwamba kuna ghasia mingi sana na visirani wakati wanasiasa wanafanya siasa. Na maoni yangu ni kwamba kila mwanasiasa ambaye amekuwa katika kiti ama anatamania kiti, wananchi ndio wako na marking scheme. Venye tunavyoona siasa inaendelea, tunaweza kusema kwamba vijana tukaweze kujiepusha na mavurugu yenye ambayo inaweza kuwa na tukaweze kujibidiisha kwa shughuli ambazo tumezizoea. Huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukiendelea kukaribia, Wakenya humu nchini wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kuna amani ya kutosha, huku akitilia shaka kuendelea kushuhudiwa kwa ghasia kwenye mikutano ya kisiasa. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni.